wananchi, hapa tumekuja kwenye kutembelea mradi wa kwa Marigwa, na bwawa ambalo linategemewa kutumiwa kwa ajili ya chanzo cha maji haya ni bwawa lililojengwa kwa shughuli za umwagiliaji. Na sisi, moja ya jambo ambalo tumekubaliana, waziri wa maji ndio waziri kiongozi ambaye sekta ya kilimo na mifugo tunamtegemea yeye kutusaidia kuhakikisha tunapanua wigo wa kuhifadhi maji kama jambo la msingi la kwanza. Lakini kwenye kuhifadhi maji twende sambamba na mambo makubwa manne. La kwanza, kuwa na uhakika wa maji kwa wananchi waliopo karibu na eneo la maji husika. La pili, maji yatumike kwa umwagiliaji kama kilimo. Na la tatu, mifugo ipate maji ya uhakika. Na la nne, maji hayo yatumike kwa kuweka samaki ili tuongeze tija, kuwa tija pana badala ya kuwa na maji ambayo yanatumika na sekta moja pekee. Kwenye bwawa hili tayari limejengwa toka mwaka 2017 limekamilika. Lakini bado eneo la umwagiliaji halijawekewa miundombinu. Mimi niwahakikishie, nimekuja hapa mwenyewe mwaka 2022 tulitembelea hilo bwawa na tulisema wakati huo sasa ndio nimepewa jukumu la kutekeleza, na Mheshimiwa Waziri Mkuu anatembea na kiboko kwenye gari na mimi niko timamu, Mheshimiwa nichapa kuhakikisha tunafanya jambo ili yale maji ambayo tumeyahifadhi pale yaanze kutumika kwa umwagiliaji. Lakini sio hivyo tu, tutahakikisha wakati tunayatoa ya umwagiliaji tunaweka na maeneo ya kunyweshea ng'ombe, ili msishuke kwenye bwawa kule chini kunywesha ng'ombe. Ng'ombe wawe na maeneo ya cattle trough kwa ajili ya kunywa huko. Hiyo ndio tija ambayo tumekubaliana kuiongeza kwenye miundombinu hii ambayo tunakwenda kuijenga. Lakini mezungumzia kuhusu migogoro na mwenzangu waziri wa mifugo atasema, lakini mimi niseme hakuna mgogoro, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambao hautokani na binadamu kuutengeneza. Ukiona mgogoro wowote ujue kuna watu wana maslahi hapo, na watu hao sio watu wanaotoka mbinguni, tunao humu. Wanasukuma kwa sababu ya interest binafsi, wanasukuma kwa sababu ya maslahi binafsi, na sisi tusipokaa tukasimama kwenye sheria na kuhakikisha tunasimamia maslahi ya watu hao watatusumbua sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikushukuru sana kwa uamuzi ambao umeuchukua wa kuhakikisha sisi mawaziri wapo ambao tumepewa dhamana ya kuwasaidia Mheshimiwa Rais na ninyi viongozi wetu. Tunakaa kwa ajili ya kutafuta suluhisho la migogoro hii ambayo inatamkwa kwa miaka kuwa ipo. Hili kwa kweli tukuhakikishie tutawasaidia kuifikisha mwisho. Ilani ya uchaguzi imesema wazi kwamba moja ya jambo la msingi ni kuwatoa wananchi kwenye mambo yanayowasumbua ili wajielekeze kutafuta kipato na riziki. Wajibu huo tumekabidhiwa sisi, na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu umetuagiza. Sisi tutahakikisha tunajielekeza huko ili tutafute majawabu. Tumepewa dhamana. Dhamana sio ya lele mama wala sio ya kukaa kienyeji. Ni dhamana inayotutaka tukae mguu sawa kufanya wajibu wetu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameonyesha, wamemwekea turubai hapo nyuma. Alikuwa na uwezo wa kuongea, amesimama pale nyuma. Lakini si amekuja kwenye jua na nyinyi. Uongo ukweli? Huo ni upendo mdogo mkubwa. Ndiyo kazi tunayotakiwa kuifanya. Akikaa hapa akiondoka anajua madhira ya wananchi kwa vitendo. Na sisi wote ametuvuta hapa. Kuna mtu ameenda kukaa kule nyuma. Si yeye kaja na wote tumekuja nyuma yake. Lengo tutende kwa kutatua changamoto za wananchi na si vinginevyo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.